السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا والشكر له شكرا، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. معاشر المسلمين، sababu mbele yetu iliyoko ni Eid, ni muhimu kukumbushana yanayofungamana na Eid, adab na ahkam ambazo kwamba zinazofungamana na Eid. Wanatuambia wenye kutuambia taati al-a'yad litaud alaina bil khair. Maana Eid ni kitu ambacho kwamba kinachofanya nini? Kinachorudi, na kila kikirudi kinarudi kwa nini? Kwa khairi. Vile vile pia utukarrir alaina al-farah was-surur, na kila Eid ikirudi inarudi kutuletea khairi, na vile vile inarudi kila mara kwa kutuletea raha na furaha. Na Eid za Kiislamu ni zile Eid ambazo kwamba tajtamiu nasu fiha, wanakusanyikana watu ndani yake na wanakutana baadhi kwa baadhi, wengine baada kwa muda mrefu watu hawajakutana, lakini kwa sababu ya Eid ni vitu vyenye kurudi, na watu nao pia wanarudi majumbani mwao, wanarudi mashambani kule, wanarudi katika familia zao, wakikusanyikana, wakipongezana wao kwa wao kama familia au marafiki, au kushikamana na au kuziunga familia zao. Kwa hivyo ndio maana ya Eid kama ulama wanavyotuambia. Maashara almuslimin, kama tunavyojua kwamba Eid ni jambo ambalo kwamba lililopatikana katika mwaka wa pili baada al-hijra, baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kugura kwenda Madina, ndio Allah tabaraka wa taala akaileta hili jambo la Eidul Fitri na Eidul Adha. Ya kwanza iliyosaliwa ni Eidul Fitri kwa sababu katika mwaka pili ndiyo kulifaradhishwa saumu, na ikafuatia baada ya hapo saumu ya sita, na hapo ikashikamana na nini? Na Eidul Fitri. Kisha mwaka ule ule katika huo mwaka wa pili ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilipofika fungo tatu akaleta Eidul Adha, na watu wakaanza kuchinja kuanzia huo mwaka wa pili. Ama saumu ya Arafa ilianza kitambo, kama Sayyidina Aisha anapotuambia radhiallahu anha warḍaha katika hadithi ambayo kwamba katika Sahihul Muslim kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga saumu mbili. Sawa, wacha hata si kabla ya kufarid, bali hata kabla al-Islam, kabla ya Uislamu fi al-jahiliya, kama Sayyidina Aisha anasema ilikuwa zikifungwa siku mbili. Saumu ya nini? Ya Ashura, tushawahi kueleza hili jambo, na vile vile saumu ya nini? Saumu ya Arafa. Walikuwa wakifunga hata kabla ya Uislamu ndani ya Maka, hata kabla Mtume sallallahu alayhi wasallam kugura kwenda. Mtume sallallahu alayhi wasallam pia baada ya kupata Uislamu kawa anafunga hizi pia siku mbili, siku ya Ashura na siku ya nini? Ya Arafa. Ulama wanasema takriban Mtume sallallahu alayhi wasallam alifunga saumu ya Arafa kabla hata ya nini? Ya haji kufaradhisha, yani takriban ya kurubia kwa miaka 21. Mtume sallallahu alayhi wasallam yafunga Arafa. Hata kabla hapo haji haijafaradhishwa wala haji haijajulikana kama katika Uislamu. Kwa hivyo saumu ya Arafa pia Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga au ikifungiwa hata kabla al-Islam, hata kabla ya Uislamu. Ndio Sayyidina Aisha na hadithi nyingine zilipokelewa na baadhi maswahaba wengine wanasema tulikuwa tukifunga siku ya Ashura na siku ya Arafa, au katika mwaka tukifunga siku ya nini? Ya Ashura mpaka siku ilipofaradhishwa, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akituamrisha tufunge saumu ya Ashura mpaka ilipofaradhishwa saumu ya Ramadhan. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, sasa faman shaa swama, atakayetaka afunge na asiyetaka asifunge. Wanawake wa kimaswahaba walikuwa wakisema kwamba tulikuwa tukiwazilia kuwanyonyesha watoto wetu siku ya Ashura kwa sababu ya ile umuhimu ambao kwamba ilikuwa kituonesha Mtume sallallahu alaihi wasallam saumu ya siku kama ile. Kwa hivyo hizi ni vitu ambavyo kwamba ni maarufu, ni vitu ambavyo kwamba hukumbushana tu kila kiingia misimu kama hini ili tupate kujua na kufahamu. Kama hadithi ambayo kwamba
Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipofika Madina akawaambia kwamba Allah tabaraka wa taala amewabadilishieni nyinyi siku mbili za furaha, ambapo kwamba ilikuwa ni siku wakisherehekea Ausi na Khazraj. Allah amewaletea bora zaidi, nayo ni Eidul Adha au Eidul Fitr na Eidul Adha. Maashara almuslimin, ama an adabi al-eidain, ama miongoni mwa adabu za Eid mbili zote. Sasa sisi tuko mbele iliyoko ni Eidul Adha, lakini hata Eidul Fitr pia ikija, jua kwamba adab ambazo kwamba tunazokumbushana wakati huu ndio adabu zile zile zinazoshikamana wakati wa nini, wa Eidul Fitr. Wanasema ni an-niyatu salihah, ni mtu kuwa na nia nzuri. Yani ni kuwa na nia nzuri vipi? Wanasema fa ihsanu niyya wa ikhlasuha la ghina anhu. Hii ni jambo ambalo kwamba linajulikana kwamba mtu kuwa na nia nzuri na kufanya mambo kwa ajili ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Hili ni jambo ambalo kwamba Muislamu atakikana awe nalo kila wakati na kila zama. Ama Muislamu kuwa na nia nzuri wakati wa Eid ni atienia. Sikiliza maana kuwa na nia nzuri wakati wa nini, wa Eid, ni fal muslim fil eidain yanwi annahu, kuwa yeye yurdhi khaliqahu bas. Maana ya kuwa na nia mzuri katika adabu za Eid ni kuwa Muislamu atie nia na aazimie ndani ya moyo wake ya kwamba kila nitakachokifanya au ninachokifanya nakifanya kwa ajili ya kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Mavazi nitakayoyavaa ndani ya hii Eid ni mavazi yatakayomridhisha nani? Allah. Chakula nitakachokila ni chakula kitakachomridhisha nani? Allah. Sehemu nitakayoenda ni sehemu inamridhisha nani? Allah. Kile ambacho kwamba nitakachokitia kwa ajili ya kukisikiza ndani ya nyumba yangu nitakitia kile ambacho kwamba kitakachomridhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio Muislamu afaa aazimie na anuie katika siku ya Eid ya kwamba yeye kila atakachokifanya atakifanya kwa ajili ya kumfurahisha Allah tabaraka wa taala. Vile vile pia atienia na kuazimia ya kwamba mimi pia nitakuwa ni katika mmojawapo ya wale ambao watakaodhihirisha umoja na nguvu ya Uislamu. Yani mimi ni mmoja wapo ambaye kwamba nitakaye kwenda kuswali, na kule kutoka kwangu kwenda kuswali nia yangu ni kwamba mwanzo nipate sunna salatul Eid, pia kisha nionyeshe nguvu na umoja na niingie katika wale aliosema Allah, wa man yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Yule ambaye atakayedhihirisha zile vitu ambavyo kwamba alivyovitukuza Allah, hii ni alama ya kuonesha kwamba huyu mtu ana nini? Ana imani. Pale ukivaa kanzu unadhihirisha kitu alichokipenda na alichokitukuza Allah. Pale utakapoweka ndevu, pale utakapokuwa na mazungumzo mazuri, pale utakapokuwa unafuata sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo katika nia nzuri ni utapotoka kwenda kusali salatul Eid utenia kwamba mimi ni mmoja wapo ya watu ambao kwamba wanadhihirisha sha'air min sha'airi Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile pia wanatuambia ni utie nia ya kwamba mimi naenda kuswali Eid kama alivyokwenda kuswali nani? Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Zote hizi ni thawabu. Kila nia yako ikiwa ni kubwa ndio kadri thawabu zinafanya nini? Zinapoongezeka. Kama wewe unaenda kuswali tu kwa sababu ni sunna turudi nyumbani, basi Allah atakupa hiyo tu. Lakini mimi naenda nidhirishe sha'air min sha'airillah, naenda nipate radhi za Allah, naenda nionyeshe nguvu za umoja wa Uislamu, naenda kama alivyokwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila nia yako ikiwa ni mzuri ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupandisha daraja na kukupatia thawabu. Kwa hivyo maashara almuslimin, tujaribuni kusahihisha nia zetu katika siku tukufu kama hii Eid. Jambo lingine ulama wanatuambia ni al-ightisal wat-tajammul wat-tatayyub, ni kuoga kwa ajili ya salatul Eid, ni kuvaa mavazi yaliyo mazuri. Na tunasema ya kwamba ikiwa Allah amekupa uwezo, unao nafasi ya kwenda kununua nguo mpya, nenda. Usivae nguo ambayo kwamba tayari mtu ashajua tu kwamba leo ni Eid fulani, basi jua kanzu yake ni design. Akikona nilijua tu atavaa kanzu ile ile. Haifai kwa Muislamu.
Kwa nini ujidhalilishe? Kwa nini ujinyongesha? Na Allah amekupa vaa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sawa, kuzizungumza na kuzitaja neema za Allah tabaraka ni kuzitumia kwa namna ambayo kwamba inavyotakikana. Yaani ushajulikana ile nguo zako ni hizi tu, ni nguo design fulani tu, kama leo kuvaini atavaini, kama leo kuvaa salala. Sasa hiyo na Allah amekupa nafasi, kwa nini vaa? Tumia neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo maashara almuslimin, ni katika sunna muislamu kuoga siku ya Eid kabla hajaenda kusali salatul Eid. Ni katika sunna muislamu kuvaa nguo nzuri kama hauna nguo mpya. Ukiwa na nguo mpya umenunua kwa sababu ya Eid, tuseme wewe jituzima nayo ngangana kuna nguo za Eid. Hapana, hii ni katika sunna nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi sinunui kwa sababu ya utuzima wala kwa sababu si mambo ya utoto. Hii ni sunna ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kupaka manukato, perfume, kama siku zote upake angalau ile siku ya Eid nayo pia uwe ni mtu ambaye kwamba utakayekubadilika. Kwa sababu hadithi ilipokelewa na Abdullah ibn Abbas, anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa khairul khalqi, bora wa viumbe, sawa, yaghtasil yawm al-fitri wa yawm al-adha. Mtume alikuwa akioga kila akitaka kwenda kusali salatul Eid, ya Eid al-Fitri na Eid al-Adha. Kwa hivyo nayo kioga pia ni katika sunna Muislamu kufanya nini? Kuoga. Abdullah ibn Umar, mtoto wa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, asema alikuwa kana yaghtasil yawm al-fitri qabla an yaghdwa ila al-musalla, ilikuwa akioga siku ya Eid al-Fitri na maana na Eid al-Adha kabla hajaenda. Hao ni maswahaba na ni watoto wa maswahaba radhiyallahu anhu arda. Ama dalili inaonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akivaa nguo mzuri ni hadithi ambayo kwamba ilipokelewa vile vile na Abdullah ibn Abbas, asema ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akivaa siku ya Eid, sawa, nguo nyekundu, yani ni nguo yenye thamani, ni nguo ambayo kwamba inayovutia, ni nguo ambayo kwamba ilikuwa ikipendekeza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akivaa zile vishale vyake siku ya Eid, kile kishale ambacho kwamba ilikuwa ni rangi nyekundu. Kwa hivyo maashara muslimin, ni sunna muislamu, ni katika adabu ya siku ya Eid muislamu kuvaa, mwanzo kuoga, kupaka manukato na kuvaa nguo mzuri ikiwa hauna nguo mpya ambayo kwamba hujaivaa. Vile vile maashara muslimini, ni katika sunna khuruju nisai wasubyani, kutoka wanawake majumbani kwenda wapi? Kwenda misikitini au kwenda wapi? Kwenda musalla. Kwa hadithi ambayo kwamba ni mashhur sana, ilipokelewa na Ummi Atiya radhiallahu anha, asema nilimsikia Mtume, Ummi Atiya sema nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam siku ya nini? Siku ya Eid, akisema ama yakhrujul awatiq, akiwatoa wale wanawali wadhawati al-khuduri, sawa, wadhawati al-khudur wal-huyadhi, na vile vile hata wale wanawake ambao kwamba wako katika siku zao. Maashara muslimin, kama tunavyojua maisha ya zamani na hali za zamani, msichana wakati wa nyuma akishakuvunja ungo kabla hajaolewa ilikuwa afanya nini? Hatoki tena wala haonekani. Lakini ilikuwa ikifika siku ya Eid, Mtume sallallahu alaihi wasallam sema haya wale wanawali wasichana ambao kwamba hawajafanya nini? Hawajaolewa, wale wakuu ambao kwamba washaolewa, na wanawake ambao kwamba wako katika siku zao pia watoke. Hii ni kuonesha kwamba wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam swala za Eid zote zilikuwa zikisaliwa wapi? Katika musalla. Na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna msikiti bora baada ya Masjid al-Haram kwa ubora, kwa thawabu, kwa ikhlasi ulivyojengwa zaidi ya msikiti wa nani? Masjidun Nabawi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifika siku ya Eid haswali ndani ya msikiti, akaenda kiswali wapi? Akiswali musalla, ikuonesha sunna na umuhimu wa watu kuswali katika musalla. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiamrisha watolewe mamama waende kuswali, vile vile wale ambao kwamba ni wanawali ambao kwamba ni wasichana bado hajaolewa, pia vile vile wale ambao kwamba wako katika siku zao. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema wale ambao kwamba wako katika siku zao, wao watakaa pamoja na wenzao, ikifika wakati wa swala wao watafanya nini? Watajitenga. Kwa nini waende ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema ili wapate kushuhudia, ili wapate kufanya nini? Kushuhudia zile khairi zinazofanywa na nani? Na Waislamu, na wapate zile dua ambazo kwamba zitakazoombwa katika wakati kama ule na sehemu kama ile. Kwa hivyo maashara muslimin, na sisi pia ni sunna kutoa mabanati zetu, kutoa wake zetu kama hawana kazi, washamaliza kazi, hawakushikana, sikulazimishana wala kukugombana kwa sababu ya sunna. Ikiwa hawana shughuli
madamu washamaliza shughuli zao, na ni vizuri mkasaidiana zile shughuli zikamalizika, ili kifika siku ya Eid na yeye apate sunna miongoni mwa sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Vile vile maashara almuslimin, kama tunavyojua kwamba si sunna katika Eidul Fitri mtu kutokula kabla hajaenda wapi, hajakwenda kuswali salatul Eid. Ni sunna, yani mtu afanye nini? Ale kitu chochote kitakachokuwa, na ni bora zaidi akiwaka kula tende kama vile ufunguo muadhini, kisha ndiye aende wapi? Aende kuswali salatul Eid, Eidul Fitri, ile Eid baada ya Ramadhani. Ama hii ni Eidul Adha, hii ni Eid ya kuchinja, ni sunna, ni kinyume chake. Sasa kinyume ya ile ni sunna mtu kuenda musalla, au sio lazima, ama si kwamba akila atakuwa amepata madhambi, hasa wakala. Hatusemi hivi, ni vizuri, ni sunna na ni adabu miongoni mwa adabu za siku ya Eid. Uende katika Eidul Adha ikiwa ni katika musalla au ikiwa wapi, ni msikitini, bila kutia kitu chochote kuanzia baada ya salatul Fajr. Usile chochote ukiamka ile siku ya Eid, kama wale ambao kwamba watakaoswali kesho, ni sunna mtu asile kitu chochote mpaka baada ya kutoka wapi? Baada ya kutoka kuswali. Kisha kumaliza kuswali akirudi nyumbani, sasa hapo ndio ale. Hii ni miongoni mwa adabu na sunan za siku ya Eid. At-takbir li salati Eid, ni sunna pia watu kupiga takbiri za salatul Eid. Katika ile Eidul Fitri ni kuanzia jua litakapozama, si ndio? Ile jua likizama na tukiona nini? Tukiona mwezi, basi pale kuanzia pale ndio utakuta kwanza baada ya salatul Maghrib tunaanza kupiga zile takbiri. Ama hii Eid ya Eidul Adha ni sunna kuanzia siku ile ya nini? Ya Arafa. Ile jua litakapokuwa lazama ile jioni ya Arafa, kuanzia magharibi yake sasa tunaanza kupiga nini? Tunaanza kupiga takbiri, na inaenda kuanzia siku hiyo, kisha ile siku ya Eid yenyewe, kisha na zile siku tatu za ayamu tashriq. Ikisha kuingia asri, ile inakuwa ni mwisho zile siku tatu za ayamu tashriq. Tuseme wale watakaoswali Eid kesho, kuanzia leo maghrib ni sunna kupiga takbiri. Kesho Jumaa, siku ya Eid, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu baada salatul asri inakuwa tena si sunna kupiga takbiri. Wale watakaoswali Jumamosi, kuanzia jioni ya maghrib baada salatul maghrib wataanza kupiga takbiri mpaka siku ya Jumanne, wakati wa baada salatul asri kimalizika, hapo hakuna tena takbiri. Ni sunna na ni miongoni mwa adabu ambazo kwamba twafaa tujipambe nazo wakati wa salatul Eid. Mwenyezi Mungu anasema tukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Twafaa tupige takbir kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotufundisha. Sigha yake hatuna haja, ni kitu ambacho kwamba ni maarufu namna ambavyo kwamba inavyotamkwa. Ama je, ni sunna Muislamu kuenda, au miongoni mwa adabu ya Muislamu kuenda katika musalla, je, ni sunna kuenda mashian ili hali kiwa ametembea kwa miguu au amepanda kipando, kama hadithi ambayo kwamba iliyopokelewa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yakhruju, akitoka yeye mwenyewe, ila al-eidaini, kwenda kuswali Eid zote mbili, mashia, akitembea. Ukisema masha kwa Kiarabu ametembea lakini kwa mguu. Dhaba ameenda, saa ameenda haraka, sara ameenda usiku, masha ametembea na mguu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kana yakhruju ila al-eidaini mashia. Mtume alikuwa hapandi kipando akienda kiswali wapi? Salatul Eidain. Lakini sasa tunaona kuna wengine wanakaa mbali sana. Sasa mtu mzima anakaa chani kataka kuja kuswali Eid hapa, atembea na mguu, sasa pigi kiguu kuanzia kule mpaka, inakuwa ni taklifu. Sasa mtu mzima, mtu mgonjwa na matatizo ya miguu, hiyo kama tunavyojua katika sheria ikipatikana dharura ina tatizo. Lakini ikiwa ni mtu hapa tu, hata kama una kipando, umezoea kupanda kipando, acha ufuate sunna bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo tunawaambia wale wenye magari na ambao kwamba wana uwezo wa kuenda katika musalla bila kipando, ni vizuri na mtakuwa mmepata sunna ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna wengine wana maradhi nao wataka kwenda na magari yao waonekane na watu kama wana magari, kisha tasaidikana nini? Kwa hivyo inshallah ni vizuri kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akienda akiswali salatul Eidain zote mbili akitembea bila ya kupanda. Wa yusalli bighairi adhan,
na wala katika salatul Eid al-Fitr wala Eid al-Adha hakuna nini, hakuna adhan wala iqama. Lazima salatul jamia rahimakumullah, wala pia si lazima. Leo itasimamishwa tu stau, imamu kisha tu hivyo, watu watakuwa washaelewa sasa ni wakati wa nini, wakati wa swala, na watu watafanya nini, na watu wataswali vile. Kisha sema hadithi inaendelea, thumma yarji'u mashiya fi tariqin akhar, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam pia vile akienda na akirudi kwa nini, kwa miguu, akienda kwa njia ile akirudi kwa njia ile. Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa haendi kwa njia moja na akirudi kwa njia hiyo moja, na ulama wameeleza sababu ambazo kwamba zinazopelekea mtu kutokwenda na njia moja na kutorudi na njia ile ile, aende na njia nyingine, kwa sababu hapa kuna malaika wa kushuhudia na wa kuombe dua, na ukirudi na njia nyingine pia njia ile kuna nini, kuna malaika nao wa kuombe dua na wa kushuhudia katika jambo la khairi. Kama vile pia miongoni mwa sunna na adabu za siku za Eid ni almusafahatu watahnia, ni watu kupeana mkono ile siku ya Eid, na vile kwambia taqabbalallahu minna wa minkum. Hii ni katika mambo, katika sunna ambazo kwamba Muislamu afaa azifanye katika siku ya Eid, na tutaendelea insha Allah taala kuyaeleza yale ambayo yanayofungamana na siku za Eid, ili kusudi sikusikia tu, ili tupate kufanya nini, kufuata na kuyafanya yale ambayo kwamba walikuwa wakiyafanya salafuna salih. Mwenyezi Mungu tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.